Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Tujuzane yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa kwa wakati huu, na tunaangazia taarifa kutoka huko ukanda wa Mashariki ya Kati nchini Irani. Kuna kauli ambayo aliitoa aliyekuwa kaimu kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Alireza Arafi, ambayo kwa kiasi kikubwa imeibua sintofahamu ukweli kuhusu kwamba Irani ina silaha za nyuklia au haina. Kuna ripoti ambazo zilikuwa zikimhusu rais wa Marekani kwamba ana mpango wa kutumia nyuklia ili kuishambulia Irani. Na katika kauli ambayo ameitoa, Alireza Arafi alisema kwamba, na nukuu, Hormuzi haifunguliwi na tuko tayari kwa lolote. Sisi sio Japan kwamba ukitupiga nyuklia tutakuacha. Kila siku tunasema sisi hatuna nyuklia ila tunajua kuzitumia. Hii kauli ni kauli tata sana ambayo imeibua sintofahamu kwamba Irani ina silaha za nyuklia au haina. Kwa nini waseme kwamba tunajua kuzitumia? Ni kauli tata kwelikweli ambayo hata tu kule nchini Marekani watakuwa wenyewe wameona kwamba inawezekana Irani wanamiliki silaha za nyuklia. Sera ya rais wa Marekani Donald Trump anasema kwamba Irani haiwezi kumiliki nyuklia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba Irani nayo haiwezi kumiliki silaha za nyuklia. Yaani katika uongozi wake Irani haitapata silaha ya nyuklia hata moja. Sasa hivi kuna mzozo mkubwa sana kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Mlango wa Hormuz, Irani imesema kwamba haitafungua mlango huo hata kidogo, huku shinikizo kubwa likitoka upande wa Marekani kwamba wao wanataka mlango wa Hormuz ufunguliwe haraka iwezekanavyo. Na viongozi mbalimbali kutoka nchini Irani wametia mkazo kwamba Marekani wanapaswa kutimiza baadhi ya masharti ambayo yalikuwepo katika ule mkataba wa MOU uliosainiwa pande zote, upande wa Irani na upande wa Marekani, ambao ulikuwa na kipengele cha sitisho la mapigano kwa siku 60. Sasa siku 60 zimeisha na sasa hivi kuna fununu kwamba Irani na Marekani huenda wakarejea tena vitani kutokana na mvutano ambao unaendelea, huku Irani ikituhumu Marekani kutotimiza baadhi ya masharti yaliyokuwepo katika mkataba wa MOU. Kwa kirefu ni Memorandum of Understanding kati ya Marekani pamoja na Irani. Kauli hii ambayo ameizungumza Alireza Arafi ni kauli tata ambayo inaweza kukufikirisha mtazamaji, hata wewe mwenyewe, kwamba je, Irani wanamiliki silaha za nyuklia au hawamiliki? Kwa sababu huyu Alireza Arafi wakati anakaimu nafasi ya kiongozi mkuu wa Iran kipindi kile, alikuwa anaonekana na msimamo mkali sana kuhusu vita ambavyo vilikuwa vinaendelea. Na wakati ule, japo ni kwa siku chache alikaimu, lakini mashambulizi makubwa sana yalifanyika katika kambi za kijeshi za Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Alionekana kuwa kiongozi mmoja supabu, kiongozi mmoja mwenye power, mwenye nguvu ya hali ya juu, lakini pia na ushawishi hata kwa viongozi wenzake pale nchini Iran, lakini hata pia kwa makamanda wa kijeshi. Huyu Alireza Arafi mara zote katika picha zake anaonekana si kiongozi wa kucheka, ni kiongozi ambaye yupo serious kwelikweli. Basi mimi nitazidi kukujuza mtazamaji yote ambayo yanaendelea huko Mashariki ya Kati na maeneo mengine. Cha msingi tu ni kuweza kwa karibu nasi wakati wote kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.